Katika kipindi cha saa 48 zilizopita, anga na maji ya Mashariki ya Kati yameshuhudia mtikisiko mkubwa wa kijeshi baada ya jeshi la Iran IRGC kutangaza operesheni nzito inayolenga kuzoofisha uwepo wa jeshi la Marekani katika ukanda huo. Jeshi la Iran limechapisha ushahidi wa video likidai kufanya shambulio la usahihi dhidi ya meli ya kivita Marekani USS Abraham Lincoln. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio hilo lilitekelezwa kutokea umbali wa kilomita 250, jambo lililoashiria matumizi ya teknolojia mpya ya makombora masafa marefu ya baharini. Wakati Marekani ikijaribu kutathmini hali ya usalama wa meli hiyo, Iran imesisitiza kuwa hii ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi yajayo ikiwa meli hizo hazitaondoka katika maji hayo. Shirika la habari la Fast News Agency limeripoti kupelekwa kwa kile kilichoitwa wimbi la 88 kuelekea eneo la Orot Rabin nchini Israel. Hili ni eneo la kimkakati lenye mitambo muhimu ikiwemo ile ya nyuklia. Iran imeweka wazi kuwa urushaji wa kombora hilo ni ujumbe wa onyo. Jeshi la Iran linadai kuwa lina uwezo wa kupiga sehemu yoyote yenye ulinzi mkali na kwamba hakuna eneo lililo salama iwapo mzozo huo utaendelea kukua. Hatua hii imetafsiriwa na wachambuzi wa kijeshi kama shinikizo la mwisho kwa washirika wa Marekani katika ukanda huo. Msemaji wa makao makuu ya ulinzi ya Qatam Al-Anbiyan ametoa hotuba iliyojaa hasira akimshutumu rais wa Marekani kwa kucheza mchezo wa pande mbili. Msemaji huyo amebainisha kuwa Marekani haiwezi kujigeuza kuwa mpatanishi wakati mikono yake imetapakaa damu ya vita hivyo. Tumefunga milango yote ya mazungumzo. Lugha pekee ambayo Washington itaelewa kuanzia sasa ni lugha ya makombora. Huwezi kuwa adui uwanjani na wakati huo unajifanya unatafuta amani, alisitiza msemaji huyo. Hadi kufikia leo Machi 25, hali ya tahadhari ya kijeshi imepandishwa hadi kiwango cha juu katika vituo vingi vya kijeshi vya Marekani Mashariki ya Kati. Wakati huo bei ya mafuta ghafi duniani imeanza kupanda kufuatia hofu ya kufungwa kwa njia kuu ya usafirishaji wa nishati. Dunia sasa inasubiri kuona hatua itakayochukuliwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Iran ikionekana kuwa tayari kwa mapambano ya muda mrefu.